Uhali gani mwanafamilia ya Storika? Karibu sana katika kuifuatilia simulizi yetu pendwa. Ikiwa leo ndipo tunaianza safari hii mpya ya sehemu ya kwanza ya simulizi inayoitwa Yatakwisha Lini. Simulizi iliyoandikwa na kutungwa na Mwaki Zedon, ambayo unaweza kumpata kwa simu namba 0653814440. Msimuliaji wako ni mimi Joliges MC. Nipate kwa simu namba 0688000065. Karibu sana katika sehemu hii ya kwanza. Ilikuwa ni majira ya jioni kiasi cha saa 12. Ndipo katika uwanja wa shule iliyofahamika kwa jina la Msego Sekondari, iliyokuwa nje kabisa ya jiji la Dar es Salaam, katika kijiji kidogo mkoa wa Pwani, palisikika sauti ya shangwe na vigelegele kwa wanafunzi. Kelele hizo zilikuwa ni baada ya matokeo ya mechi baina ya shule mbili. Ya kwanza ni shule ya Msego na ya pili ilikuwa ni shule ya kitajiri iliyokwenda kwa jina la Golden High School. Shule hiyo ilitokea katikati ya jiji la Dar es Salaam. Hivyo wanafunzi wa shule hiyo walionekana kuwa wa hadhi ya juu tofauti na wale wa Msego. Basi bana, baada ya matokeo hayo wanafunzi walikusanyika, ndipo wakatangaziwa kuwa shule ya Msego wameinuka kinara katika mchezo huo wa mpira wa miguu wa kirafiki. Hivyo walifurahi sana. Baada ya kutangaziwa hivyo, ndipo mwalimu wa michezo kutoka Golden aliwapongeza wanafunzi wa shule ya Msego, na kubwa alionyeshwa kufurahi kwa kuwa wametoka mbali kuja kushiriki nao michezo kama njia ya kujenga mwili na pia kufahamiana. Pia aliwaahidi kwamba ile usiku itafuatiwa na siku nyingine ambayo wataalikwa pia wanafunzi hao wa Msego kwenda katika shule ya Golden High School kwa ajili ya kushiriki michezo pamoja nao. Baada ya matangazo hayo, kwa muda huo wa jioni, na kwa muda ulikuwa umekwenda sana, ndipo wanafunzi wa shule ya Golden walipanda katika mabasi yao ya shule na kuanza kurudi nyumbani. Japokuwa walikuwa wamefungwa, lakini kubwa wao pia walifurahi ile tu kutoka kutembea, kitu ambacho kwao kilikuwa ni adimu sana. Basi wakati wanafunzi wakiendelea na safari ya kurudi majumbani mwao, ndipo alikuwepo mwanafunzi mmoja ambaye aliitwa Pretty. Alionekana kuwa kimya tu, kajilaza kwenye kiti akiangalia dirishani, wala hakuwa na shangwe kama wenzake. Sasa mwanafunzi mwenzake ambaye ni rafiki yake alikuwa amekaa naye pamoja, ndipo akamshtua. Pretty, we Pretty, mbona upo kimya? Siku yetu leo ujue tumepata kutembea. Si unajua tunapelekwaga tu Coco Beach pamoja na maeneo mengine ya kustarehe. Leo tumeenjoy sana tofauti na siku zote. Mbona ufurahi, au kwa sababu tumefungwa? No ela, kuna kitu. Kitu gani? Namwaza yule mkaka aliyekuwa striker wa ile shule. Nilisikia wanamuita Amiri. Kweli katufunga, ila kani attract sana. Nilikuwa namwangalia tu, yeye anacheza vizuri sana. Acha zako Pretty. Kwa mtu gani jamani? Mkaka mweusi vile? We nawe. Wewe sio tija. Ila anacheza vizuri bwana. Kanivutia ukweli, tuseme ana kipaji. Haya mama, muaze mtu wa kijijini huko. Kwanza hata sijui kama anaogaga. Wanafunzi wa huku wachafu jamani, alijibu Noela, na ndipo Pretty akaona nyamaze tu, kwani anamfahamu rafiki yake huyo ni bingwa wa nyodo. Upande wa wanafunzi wa Msego nao walianza kutawanyika, kila mmoja kurudi nyumbani kwao, huku wakimsifia Amiri kama mtu aliyesaidia mpaka wamefunga. Tunakuombea jamani,
Amiri, ufike mbali kwa kipaji chako. Leo umefanya tumewashinda wa mjini. Alikuwa ni mwanafunzi mmoja aliyeitwa Maimuna akimpongeza kijana huyo. Asante sana, nashukuru. Basi waliendelea kutawanyika na kila mmoja kurudi kwao. Amiri alikuwa akiishi na mama yake pamoja na mdogo wake wa kike aliyeitwa Samira mwenye umri wa miaka 14. Alikuwa akisoma darasa la 7. Basi kurudi alimkuta Samira akiwa anasunga ugali wa kula usiku. Ndipo kumwona kaka yake akamsalimia. Kaka, umekuja na mboga nipike kabisa kabla moto haujazima? Aliuliza Samira. Ndipo Amiri akamjibu, leo kulikuwa na mechi shuleni. Kuna wanafunzi kutokea hapo walikuja. Kwa hiyo walimu waliniomba sana niwepo, nikashindwa hata kwenda kibaruani. Lakini usijali, mwalimu kanipa 2,000 hii. Nenda kanunue hata kabichi hapo gengeni kwa bisikitu. Sawa kaka, ngoja niepue ugali. Basi Amiri alimpatia pesa hiyo mdogo wake na kuingia ndani alipo mama yao. Ina maana ndipo tunapata kujua kuwa licha ya kuwa Amiri ni mwanafunzi wa kidato cha 4, lakini pia ni nyumbani yeye ndiye anayetegemewa kutokana na mama yao kuwa ni mtu wa kuumwa kwa muda mrefu sana. Amiri aliingia ndani na kumsalimia mama yake ambaye alikuwa amelala tu. Shikamoo mama. Marhaba baba. Habari za huko tokako? Ni njema mama. Nina habari njema leo. Kulikuwa na mechi shuleni na nimefunga magoli 3 peke yangu. Nimeipa ushindi shule yangu. Jamani, hongera sana mwanangu. Natamani ningekuwa na nguvu za kushangilia. Toka ukiwa mdogo unapenda sana mpira, na kuombea ndoto zako zitimie mwanangu. Ufike mbali, uwe mchezaji mashuhuri. Amin mama. Asante. Na hiyo siku nitakutibia mama yangu, utapona sawa Usijali. Hata hivyo najitahidi sana mwanangu, sana. Alaaniwe baba yenu aliyenikimbia, ndiye chanzo cha maradhi nilionayo. Mama usijali, ishapita hayo. Tunajua tuna mama, hatuna baba. Kila kitu kitakuwa sawa mama. Ni swala la muda tu ukifika. Jitahidini wanangu, msome, mtimize ndoto zenu. Wewe upo kidato cha 4 na mdogo wako darasa la 7. Na waombea kila siku wanangu. Kwanza mfaulu, muende mbele huko. Amiri alimkumbatia mama yake huyo ambaye alikuwa akimpenda kuliko kitu chochote. Samira alipomaliza kupika ugali, akaweka kwenye sinia na kusogeza kuni pembeni ili zisije kuishia. Ndipo akakimbia gengeni kwa bisikitu. Kufika alikuta mada. Jamani, shule yetu ile nasikia imefunga, shule ya mjini magoli 3. Huyu kijana Amiri afike mbali, ana kipaji sana. Ni kweli ndo wanafunzi huko wanashangilia tu jamani, hadi raha. Walikuwa wakizungumza watu wengi hapo mtaani. Ndipo Samira naye akafika na kusikia yale, ambapo alifurahi kuona kaka yake anapata sifa njema. Majira ya saa 3 usiku nyumbani kwa tajiri Mr. Hemedi na mkewe Bifeza, ndipo walikuwa wakifanya mawasiliano kwamba binti yao hajafika nyumbani na wanataka kujua shida ni nini. Basi baada ya dakika chache ndipo walisikia honi ya gari na punde binti yao aliingia ndani. Wow, daddy and mommy. Wow, pretty daughter. How about your journey today? Very good daddy. Tulienda kijijini, kilikuwa kinaitwa Msego. Nini? Kijijini? Ina maana wamewapeleka kijijini? Hamkupata shida ya maji? Labda mazingira je? Aliuliza baba Pretty baada ya kusikia binti yake na wenzake walipelekwa kijijini. Hapana baba, papo vizuri tu.
na tumeenjoy sana. Ila hapana, tunalipa ada milioni 30 kwa mwaka. Watoto mpelekwe sehemu nzuri muenjoy. Why wawapeleke kijijini? Soon naelekea katika mtihani. Hawaoni kama watawaathiri kisaikolojia kuna mazingira ya kijijini? Nitawasema sana, aliongea baba Pretty. Ndipo Pretty akamsogelea baba yake. Hapana baba, tumeenjoy jamani. Walimu wetu walikuwa makini sana. Hatujapata shida hata. Okay, ila kesho uende ukaonane na daktari wetu. Ufanye body check up. Huenda kuna vimelea vichafu vimekunyemelea. Pretty akaona tu akubali, kisha akawaaga wazazi wake na kuelekea chumbani kwake. Pretty alikuwa ni binti wa kipekee, akiwa na kaka yake mkubwa aliyemtangulia, aliitwa Pasco. Kaka yake huyo kwa wakati huo alikuwa nchi za nje akisoma chuo kikuu. Ndipo nyumbani hapo alibaki Pretty. Mr. Emedi aliwapenda sana watoto wake, na haswa Pretty binti Mziwanda. Hakutaka watoto wake wapate shida kwa aina yoyote ile. Aliamini kuwa ni tajiri na ana pesa, basi kila kitu kitakuwa kama anavyotaka. Pretty alifika bafuni kuoga, lakini alijikuta anapokumbuka kule kijijini jinsi mpira ulivyokuwa ukiendelea, kijana Amiri jinsi alivyokuwa anafunga watu wanashangilia. Lile kwake lilimfanya afurahi sana. Wiki moja ilipita, ambapo kadri siku zilivyozidi kwenda, Pretty alijikuta anakuwa na hamu ya kwenda kuonana na kijana yule Amiri. Ndipo akaamua kumwambia Noela, Noela, nataka kwenda tena kijijini kule nikampelekee zawadi yule Amiri. Yaani, umemkazania shogangu mpaka basi. Hebu tuache kwanza tumalize mtihani, tutaenda. Unaniahidi, si ndio? Ndio, tutaenda, lakini sio na magari yenu. Twende kwa usafiri private. Hata mimi nilikuwa ninawaza hivyo. Maana yake baba hapaswi kujua. Jana tu amesikia tumeenda kijijini kagomba sana. Sawa. Okay, nataka nimpelekee zawadi. Unanishauri nimpelekee zawadi gani? Watu wa kijijini wale hawajui hata chips ndo nini. Mpelekee chips, pizza, sausage na soda. Ongezea na mpira, nitamnunulia mpira sababu anajua kucheza. Basi kama namuona atakavyo kuganda, shida zake zote atazimalizia kwenu. Wewe twende tu walau nafsi yako isiuzike kisha basi. Jamani, nia yangu ni kumpa tu zawadi basi. Sawa, tutaenda, usijali Pretty. Basi Pretty kusikia vile, walau alipata furaha na kuchangamka na kuendelea na stori zao zingine. Basi navyo ndivyo ikawa. Baada ya miezi miwili kupita, ndipo mitihani ilifika kwa watahiniwa wa kidato cha 4 nchi nzima. Siku hiyo asubuhi Amiri aliamka na kujiandaa kwa ajili ya kwenda shule kufanya mtihani. Ndipo akiwa eneo la jikoni anapolala, ndipo mara alitoka mdogo wake. Kaka, njoo, mama anakohoa, kazidiwa. Amiri alishangaa kusikia vile, haraka akaenda chumbani na kumkuta mama yake huyo kweli anakohoa. Mama, shida nini mama? Niambie. Twende hospitali, itajulikana huko, tuondoke. Hapana mwanangu. Kafanye mtihani mwanangu, siumwi. Hapana mama, unaumwa. Siwezi kwenda popote pale. Tunaenda hospitali. Mama huyo alimshika mkono kijana wake huyo Amiri na kumwambia, acha tu mwanangu, usihangaike. Baki salama na mdogo wako. Ipo siku utatimiza ndoto zako.
Amiri aliona kama mama yake anamchelewesha. Haraka aliinuka na kujitahidi kumbeba waende hospitali, japo hana hata shilingi mkononi. Kufika nje ya nyumba, mara akamwona mama yake akiachia mikono, akanyamaza na kutulia tuli. Amiri, japo ni asubuhi, kuna baridi, lakini jasho lilimtoka. Moyo ulimdunda kwa kasi ya ajabu. Akiwa amemshika mama yake, akaita kwa uchungu, "Mama!" Hata Samira akaanza kuangua kilio ambacho kiliwaamsha majirani waliokuwa jirani na kwao pale. Na msikilizaji, tumefika tamati ya sehemu ya kwanza ya simulizi hii inayoitwa Yatakwisha Lini. Karibu katika sehemu ya pili. Kumbuka simulizi hii imetungwa na kuandikwa na Mwaki Zedon, na mimi ni MC Jollyjazz. Hadi wakati mwingine. Asante.